na wote wanatukimbilia, na bado wengi mpaka leo nikuonesha simu yangu, kila siku watu wanazidi kuongezeka, maana yake ya magonjwa yanazidi kuongezeka badala ya kupungua. Kwa tukasema sasa hivi tubadilisha approach, badala kwenda kuwatibia watu, kwa sababu kutibu ni gharama kuliko kukinga. Kwa sasa hivi tukasema tuje na swala la elimu, ili Watanzania waweze kuelimika na kuweza kuepuka kupata magonjwa ya kucheki figo, yani ya kuumwa figo, kwa sababu ukiwa na utaratibu wa kucheki afya yako unaweza ukajua magonjwa ya figo yamekuweza kukuathiri kwa kiasi gani. Lakini pia taasisi yetu inahusika na magonjwa ya NCDs, magonjwa yasiyoweza kuambukiza, mfano kansa, sukari, pressure, pamoja na figo, maini na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia wagonjwa wa figo wengi sababu yao kubwa wanayopata ni kutokana na magonjwa yasiyoweza kuambukiza mengine. Kwa hiyo sisi tuliona kwamba tumejikita kwenye figo, lakini inabidi tushirikiane na mataasisi mengine yanaweza kushughulika na masuala ya NCD, ili wote kwa pamoja tuungane tuweze kutoa elimu ya kutosha, kwa kuweza kujumuika pamoja na kutoa elimu, kwa sababu kuprevent ni rahisi na gharama ndogo, na tukiwa na utaratibu wa kubadilisha lifestyle, Watanzania wakaanza kupima afya zao na kuangalia utaratibu wa kujicheck mara kwa mara, kwa sababu ya magonjwa hayana dalili. Yani hadi ukija kugundua inakuwa imefika stage ya mwisho. Ni kama kansa pia. Kansa haina dalili mpaka ikifika stage mbaya. Kwa watu wengi wanafariki kwa sababu wanakuja kujigundua wakati figo zote zimefeli. Lakini ukicheki mapema, maana yake ukiwahi unaweza ukaitibia na ikapona vizuri. Kwa sasa hivi tumekuja hapa kuweza kuambia Tanzania, kwanza tunawashukuru kwa kuendelea kusupport Professor Jay Foundation, na hii imekuwa kimbilio la Watanzania wengi sana. Tunasaidia watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi hii. Tumesaidia watu wa Arusha, Mwanza, Mbeya, Tabora, Morogoro, Dar es Salaam ndo sana, na tumekuwa wadau na Wizara ya Afya. Tumekuwa tukishirikiana nao mara kwa mara, ndio maana kwenye ule uzinduzi alikuja naibu waziri, ndio alikuwa ametumwa na waziri mkuu kumwakilisha, kwa sababu waziri mkuu alikuwa na majukumu mengine. Lakini pia tunajiunga na taasisi zingine kwa sababu ya kujaribu kuongeza nguvu kwenye kutoa elimu, ili Watanzania waweze kujua vitu vinavyoweza kupelekea magonjwa haya yasiyoambukiza, ili waweze kujitibu mapema na kuweza kucheki afya zao mapema na kubadilisha mindset na lifestyle yao. Kwa sababu tukiendelea kutibu kama sasa hivi hao watu 1600, gharama kuwatibia dialysis, kwa sababu watu wanafanya session 3 kwa wiki. Kwa kila session ni 300,000. Kwa mara 4 maana yake ni 1,200,000. Sasa kwa mwenzangu na mimi kama Zembwela au bodaboda au mama ntilie, na haya magonjwa yachagui tajiri wala maskini. Kwa tumeona kwamba ni gharama kubwa kwa watu 1600, tunahitaji zaidi ya bilioni 10 kuweza kuwasaidia kufanya dialysis tu. Sasa tunaona hizo hela ni nyingi na magonjwa yanazidi kuongezeka, na hao ndio tuliweza kuwaregister, lakini bado wengi sio wangu watakuja kuzungumza hapa jinsi watu wanavyomsumbua na watu wanavyoona kwamba ni sisi ndio taasisi pekee ambayo inaonekana kuwajali wagonjwa wa figo na vitu vingine kama hivyo. Yeah. Hali sio nyepesi sana. Taifa linaumwa na kila nyumba sasa hivi inasemekana katika kila Mtanzania, katika Watanzania 10, Mtanzania mmoja ana magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hapa tukiwa 8, tukiwa 7 mpaka 10, mmoja wetu lazima ana matatizo ya figo au kansa au pressure au sukari au moyo na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo lazima tuwe na utaratibu wa kucheki afya zetu, na kucheki inakuwa rahisi, gharama yake ni rahisi. Haifiki hata 10,000, ni shilingi 3,000, 5,000, 8,000. Kwa mtu akicheki hiyo, maana yake akijigundua mapema ni rahisi kuona madaktari wakawaambia abadilishe lifestyle. Kama alikuwa anakula manyama manini, anaacha, anaanza kula mboga, matunda na vitu vingine. Anafuata utaratibu, anaweza kupona na vitu vingine kama hivyo. Hii ni moja kati ya vitu ambavyo vitaenda kubadilisha sana mtazamo. Yeah. Kwa sababu kinachotufanya kuwa na wingi huo wa wagonjwa ni kutokukagua afya zetu kabisa mapema. Na mtu mmoja, mimi nikwambia, na bwana mdogo wangu mmoja, bwana Umari, yeye kila akiuona mlango kifunguliwa tu analekea kwenye friji kunywa soda.
Aise. Bingwa huyo. Kwa siku anapiga 3 mpaka 5. Bwana. Nampongeza sana. Ambia sasa umeiona hii safari ya kwenye friji. Kila laheri. Itakuwa hivi Muhimbili. Aise, hatari sana. Hapo yeye anaona safi. Taifa linaumwa. Kuna mtu yani kweli anapata arosto. Unajua hivi vitu vinywaji vina arosto. Uko sahihi. Ni kama bia. Mtu anakunywa bia nyingi. Anapoikosa anaanza kutetemeka. Ni kama unga, ni kama sigara, hata soda pia ina arosto yake. Lakini kusema ukweli ni vitu ambavyo ni hatari sana kwa afya zetu. Hatujui sasa. Yani hatujui. Yani kiukweli hata majuisi ya maboksi na vitu gani mengine ingawa ni bidhaa za watu, lakini kiukweli kabisa tunashauri watu wapunguze hivi vitu. Tucheze kwa step na tuwe na utaratibu. Mtu unaweza kutumia hivi vitu, hatukatazi kwa kiasi, lakini pia una check afya yako hata mara moja baada ya miezi mitatu. Sasa mimi nilijikuta figo zangu zimefeli kabisa, yani baada ya kupita miaka kadhaa, kwa sababu nilikuwa sijacheki afya yangu na nilikuwa kwenye ziara ya muziki. Kwa hiyo nilijikuta tu ghafla nimechoka nikiwa Mbinga Songea. Ikabidi tule boda la kule kutokea Pwani tukatokea Temeke, nikarudi zangu wakati na Kabari Beach. Nikajikuta kesho yake mzee siwezi kuamka, nikakimbizwa Kitengule. Kitengule akaniambia bwana, creatinine zako ziko juu. Creatinine ni sumu mwilini ambayo kwa binadamu wa kawaida itakiwi kuzidi 1120, lakini za kwangu zilikuwa 1700. Yani kama zaidi ya mara 10. Yani zaidi ya mara 10. Yani unajua Kitengule wenyewe aliniweka kwenye ambulance fast, wakanipeleka Lugalo wakajitahidi kunisaidia pale, na wenyewe wakaniweka kwenye ambulance, wakaniambia hatuna msaada hapa, hospitali inaweza kusaidia ni Muhimbili peke yake. Kwa nilipopelekwa Muhimbili nisha blackout, nimepewa oxygen na vitu vingine kama hivyo. Kwa nikapelekwa moja kwa moja ICU. Nilipofika Muhimbili nilifika moja kwa moja ICU. Kwa hiyo nilipofika ICU, madaktari walipokuja, ndugu zangu walipokuja kuniacha pale saa 8 usiku, kesho yake saa 11 wakaja pale madaktari wakaambia kuna habari mbili, moja nzuri na moja mbaya. Wakasema tuanze na ipi? Wakasema bwana, anzeni na yoyote. Wakasema habari mbaya ni kwamba mlipomwacha huyo jamaa moyo wake ulisimama. Kwa hiyo wakanipampu mimi kwa takriban saa zima. Yani unajua watu wanapampu watu dakika 15 wanamwacha, anaona kama mtu ameshakufa. Walikupigia ile CPR. Ile CPR. Kwa hiyo ilipigwa. Yani mpaka nakuja kuamka mzee, yani tayari nishakuwa karibu saa zima linakaribia. Kwa hiyo ni madaktari tu wenyewe moyo wao waliambiwa kwamba bana, jamaa hawezi kufa mkononi mwetu. Lakini kama mtu mwingine ndio ile unamsikia mtu amezindukia mochwali. Kumbe alikuwa anapumua, lakini kwa sababu watu wamekata tamaa kumpampa, watu wengine wanakuwa tunazika watu ambao walikuwa wanaweza kupata nafasi nyingine ya kuishi. Lakini kitu kingine kibaya ambacho walisema, kitu kibaya ndio hiko ambacho nilikuwa moyo ulisimama. Wakasema kitu kizuri ni kwamba huyu jamaa baada ya kuzinduka, mtu akizinduka anakuwa anaamka na vitu viwili. Cha kwanza anapoteza kumbukumbu zote, cha pili anapata stroke. Lakini huyu jamaa yuko sawa, kila kitu kiko vizuri, kumbukumbu yake iko vizuri na hajapata stroke aina yoyote, yuko vizuri. Kwa hiyo Mungu ni mwema, na wenyewe walimshukuru Mungu kupitia mimi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hali yangu ilikuwa mbaya na ilikuwa ghafla. Wewe kumbuka nimefanya show katika mikoa 25. Niko Mbinga na malizia ziara, ndio najikuta figo zangu zimeshafika hali mbaya. Na safari maisha yetu yale tunakumbuka. Maisha yetu yalikuwa mpaka kwenye ndege tuna makopo. Bandika bandua mzee mitungi nini. Bora jine la amiga oya. Bora hebu punguzeni basi. Bora punguzeni haya mambo. Mbona mjomba zangu tumetoka mbali. Yeye na wale Max tulikuwa nao zamani sana, yani katika. Tulia. Dada anamchukulia dada. Huyu dada yetu tunatuambia kitu. Huyu mwanamke tu bwana. Atatuambia nini? Alikuwa na maono bwana. Kumbe alikuwa anaona maono. Kwa hiyo yani kwa mimi utaratibu wangu ulikuwa sio kucheki, sikuwa na cheki afya. Kwa sababu ya ubize uliokuwa nao. Kwa ya ubize, kwa sababu unajua usela. Na usela, ukisikia umechoka kidogo unaona ushtue 2-3. Unaamka unajikuta uko fresh. Kumbe tayari vitu vishaanza kuharibika huko ndani. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania tuwe na utaratibu wa kucheki afya zetu. Angalau mara moja kwa miezi 3, miezi 6. Isizidi mwaka hujacheki afya. Sasa mbona wewe afya yako umecheki lini? Mimi nacheki mzee. Anachungulia hapo sasa Sikitonga. Moja tu kwa Janabi.
Moja nije lini? Yule daktari naye mmoja kati ya watu waliokuwa maisha yangu yule kabisa, Profesa Janabi. Mmoja kati ya watu wangu tangu alivyokuwa na Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Alikuwa ndo daktari wake, alikuwa ananipenda sana. Kwa hiyo na Jakaya alikuwa ni shabiki wangu mkubwa. Kwa hiyo kuna siku Janabi aliniona Mnazi Mmoja akaniletea miwani. Akaniambia, bwana, imetoka kwa mheshimiwa hii zawadi yako. Nilikuwa natumbuiza wakati mheshimiwa ndo mgeni rasmi. Jakaya Janabi akanifuata backstage akanipa miwani. Juzi akanikumbusha, unakumbuka? Nikamwambia nakukumbuka mzee wa lishe. Na tangu siku ya Janabi, tangu tumemwalika ile uzinduzi wetu Mlimani City, alitoa elimu kubwa mpaka Watanzania waliogopa, wakasema sasa tule nini? Tuanze kula magazeti au tule nywele? Maana kila kitu anakwambia unachokula, unachoingiza ndio unavyokuwa. Kwa kila sana baga utakuwa na mapresha, utatengeneza cholesterol, mwisho wa siku mishipa itaziba, damu itakuwa iende vizuri, mwisho wa siku unapata kisukari, unapata pressure, unaingia kwenye figo na vitu vingine kama hivyo. Hata kansa pia na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni daktari bingwa sana, na sisi wenyewe tunamsupport huko WHO huko. Aende akashinde, atoboe, kwa sababu ana maono makubwa na kwa kweli ni hazina ya nchi yetu kwa kweli Dr. Janabi. Profesa J, umezungumza vitu vingi na vizuri na elimu kwa Mtanzania. Hii afya awareness ni endelevu ama itakuwaje? Na mnafanyaje kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata elimu, sio tu kwa wakazi wa Dar es Salaam, kwa mikoani wanapataje elimu? Hilo swali utakuja kulijibu tukiingia kwenye kurasa za magazeti. Sawa. Yo, bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Jukes aka African Boy aka King of Arts. Na nikiwa nyumbani mara nyingi napenda kusikiliza Good Morning. Natamani sana kujua matukio na habari tofauti za ndani na nje ya nchi, bila kusahau uchambuzi wa magazeti. Na yote unayapata hapa kwenye Good Morning kuanzia saa 11 asubuhi mpaka saa 2:30 na Salma Dakota, Gerard Hando, Maureen Kitenge, Zembwela na Musa Kipanya. Good Morning, stop.